Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk. Na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, pamoja na yale yote ambayo yanakuwa najiri huko viwanjani. Na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, mimi nitumie nafasi hii pamoja na fursa hii ya kuweza kukaribisha kwa mdau wangu wa nguvu ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia. Kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Sanjari na hayo pia yako mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani, lakini pia kabla hatujaendelea mimi nikufahamishe tu ya kuwa tuko kwenye raundi ya 23 kwenye michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa mwaka 2025-26 mpaka hivi sasa. Lakini namna ambavyo ligi inaenenda kwa sasa, nafikiri bado hatujapata kujua nani ataenda kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2025-26. Lakini pamoja na hayo pia ikumbukwe mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara yalipisha break kidogo kupisha mashindano ya CRDB Bank Federation Cup ambayo yameanza na tumefikia kwenye hatua ya nusu finali. Ikiwa kwenye hatua ya robo finali tumeshuhudia Yanga kishinda, tumeshuhudia pia Simba kishinda dhidi ya TRA United, ingawaje yalizungumzwa maneno mengi sana kabla ya mechi, lakini tumeshuhudia mara baada ya dakika 90 za uamuzi kuweza kumalizika, Simba aliibuka na ushindi wa magoli 4 kwa 0 katika uwanja wa KMC Complex pale jijini Dar es Salaam, akiwachabanga TRA United. Sasa Simba amequalify kwenye hatua ya nusu finali za ya kombe la CRDB Bank Federation Cup msimu wa mwaka 2026. Lakini nusu finali hii itaenda kuchezwa dhidi ya Coastal Union, itakuwa ni tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2026. Kwa hiyo ni takriban mwezi mmoja. Leo ni tarehe 19, kwa hiyo tunatarajia kusubiri mpaka tarehe 20 mwezi wa 6. Kwa hiyo ni takriban mwezi mmoja nusu finali hii itakapopigwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Stadium. Itakuwa ni tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2026, nusu finali kati ya Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union. Ni nusu finali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup, ikiwa tunatarajia mara baada ya hapo kuweza kuona nani atakuwa mshindi atakayeenda kwenye hatua ya finali. Lakini kwa upande wa Yanga pia nao wamequalify kwenye hatua ya nusu finali. Kwa hiyo tutashuhudia nani ataenda kushiriki mashindano hayo kwa ukubwa zaidi, ataenda kutoa kikombe hiki cha CRDB Bank Federation Cup msimu wa mwaka 2026. Ikiwa pamoja na hayo tunafahamu Simba ya kuwa tayari ana akiba ya kombe moja mezani, na akiwa ametoka kutoa kombe la Muungano kule visiwani Zanzibar majuma kadhaa yaliyopita. Tulishuhudia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africa Sports Club, huku mchezo kitamatika kwa mkwaju wa penati uliofunikwa na Serman Mwalimu Gomez mara baada ya Kratos Chota Chama kuweza kufanywa madhambi. Sasa tulishuhudia Simba akiwachabanga Young Africa goli 1-0 na kuibuka na ushindi wa alama 3 muhimu na kuwa bingwa wa kombe la Muungano kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ana akiba ya kombe moja mpaka hivi sasa, yamesalia makombe mawili, kombe la CRDB Bank Federation Cup, lakini pia kombe la ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2025-26. Bado yupo kwenye kinyang'anyiro cha kuhakikisha kwamba anaenda kutoa kombe hili ama anaenda kutoa taji hili, lakini bado vita ni kali kweli kweli.
Sanjari na hayo pia yako mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani ambayo pia natamani tuweze kujadili na kuzungumza hapa kwa pamoja. Lakini pia miongoni mwa hayo ambayo niko nayo hapa mezani kwangu ni kuhusiana na taarifa kumhusu Musa Pinpin Kamara ambaye taarifa ambazo niko nazo hapa mezani kwangu zinaeleza kuwa Musa Pinpin Kamara amekwisha kuongeza mkataba na club ya wanakundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Ingawaje kumekuwa na taarifa zilizozuka katika mitandao ya kijamii zikimhusisha yeye kuweza kuachana na klabu ya Simba na kusemekana kwamba hati ya yeye kusalia katika kikosi cha Simba probability yake ni ndogo. Wengi walizungumza pia kwamba anaweza kaondoka mara baada ya msimu huu kuweza kumalizika kutokana na mahitaji ya kocha, lakini pia namna ambavyo club inahitaji magolikipa wanaokidhi mahitaji ya timu. Lakini kwa taarifa ambazo niko nazo hapa kutoka katika baadhi ya vyanzo mbalimbali zinaripoti kuwa Musa Pinpin Kamara amekwisha kusaini kandarasi nyingine na klabu ya Simba ya miaka 3. Kwa hiyo atasalia kuna katika kikosi cha wanakwenda Simba Sports Club kwa muda mwingine wa miaka 3. Ni taarifa hizi kutoka katika vyanzo mbalimbali vya habari, lakini bado hazijawa rasmi kutoka katika vyanzo husika vya klabu ya Simba, na kama zitakaweka rasmi nitakufahamisha hapa katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk. Lakini tukirejea kwenye michuano ya NBC Premier League kwa maana ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa sasa, namna ambavyo ligi inaenda, tuko kwenye round hii ya 23 tukiwa tunaelekea kwenye round ya 24, na kwa upande wa klabu ya wanakundu Msimbazi Simba Sports Club wanatarajia kushuka dimbani siku ya tarehe 21, itakuwa ni kesho kutwa, dhidi ya Coastal Union. Itakuwa ni tarehe 21 mwezi Mei mwaka 2026, na itakuwa ni majira ya saa 12:30 za jioni saa za Afrika ya Mashariki. Na Simba atamenyana dhidi ya Coastal Union siku hiyo hapo ya tarehe 21 ya mwezi Mei, ni mwezi huu hapo, mwezi wa 5. Itakuwa ni siku ya Alhamisi wiki hili hapa, itakuwa ni siku ya Alhamisi wiki hili. Kwa hiyo tutarajia kushuhudia mchezo kati ya Simba dhidi ya Coastal Union, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia ikumbukwe wawili hawa watakuja kukutana tena kunao katika hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup 2026. Itakuwa ni tarehe 21 mwezi June. Kwa hiyo maana baada ya mchezo hapo kesho watakaa siku 30 kuja kukutana tena kukutana katika nusu finali za kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup msimu wa 2025-26. Lakini pia mara baada hapo Simba anatarajia kucheza dhidi ya Dodoma Jiji. Itakuwa ni tarehe 24 mwezi Mei, ni Jumapili ya wiki hili ya tarehe 24 majira ya saa 12:30 za jioni saa za Afrika ya Mashariki. Simba pia anatarajia kucheza mchezo wa NBC Premier League dhidi ya Dodoma Jiji, na ni wiki hili ana michezo miwili. Lakini mara baada hapo pia atacheza na Pamba Jiji siku ya tarehe 14 mwezi June. Itakuwa ni saa 1 kamili za jioni ama za usiku. Lakini pia atacheza na Mbeya City siku ya tarehe 18 mwezi June, mwezi wa 6, majira saa 10 atacheza na Mbeya City. Lakini pia atacheza na Mtibwa Sugar siku ya tarehe 24 mwezi June, na atacheza pia na atacheza pia na Singida Black Stars siku ya tarehe 27 mwezi June, majira saa 10 kamili za jioni. Na mechi ya mwisho atacheza dhidi ya KMC, itakuwa ni tarehe 30 mwezi June mwaka 2026, na hapo ndipo ambapo ligi kuu soka Tanzania bara itakuwa imetamatika rasmi. Kwa hiyo amesalia na michezo michache kuweza kumaliza msimu huu, ni takriban michezo 7 mpaka ligi inaisha, na mpaka hivi sasa amecheza mechi 23 ambapo yuko karibu kabisa kuweza kumaliza msimu wa mwaka 2025-26. Je, ataenda kuwa bingwa kama wengi tunavyotarajia ama itakuwaje? Tusubiri tuone. Ni mechi 7 zilizosalia kuamua ubingwa wake dhidi ya klabu ya Young Africa Sports Club. Nisema sajana ile tutoka kama rivada hapa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Una wakati mwema. Bye bye.